Marekani imekuwa na ushirika wa nchi mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini wachambuzi wanaziona nchi za Kiarabu si chaguzi za Marekani katika ushirika na kwamba chaguo la Marekani katika Mashariki ya Kati ni Israel. Wachambuzi wa mambo wanatazama hali hii katika eneo la Mashariki ya Kati, wakitazama ushirika wa Marekani na nchi katika eneo lote la Mashariki ya Kati kwa kuangalia upande wa Israel na mataifa ya Ghuba. Hata hivyo, wanatazama wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambavyo vimekuwa na matokeo muhimu katika eneo la Asia Magharibi na hasa Ghuba ya Uajemi. Moja ya matokeo muhimu ni vita hivyo kuthibitisha kwamba Marekani si mshirika wa kutegemewa wa nchi za Kiarabu na eneo zima isipokuwa kwa Israel pekee. Suali ambalo wachambuzi wengi na tathmini kubwa na utafiti mkubwa ulifanyika ni kwa sababu gani na ni kutokana na mwendo wa hatua gani Marekani imethibitisha kuwa si mshirika wa kutegemewa kwa nchi za Kiarabu. Sababu zilizotajwa ni kwamba kwanza ni kuzifanya nchi za Kiarabu zipoteze imani kwa Marekani ni kutokana na namna nchi hiyo ilivyong'ang'ania kulishupalia suala la kuhami na kulinda utawala wa Israel na si vinginevyo. Marekani imethibitisha kuwa kipaumbele chake cha kwanza katika sera ya Mashariki ya Kati ni kuhakikisha usalama na kuthamini maslahi ya Israel kuliko nchi yoyote katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana iliweza kuilinda vilivyo Israel kuliko nchi yoyote katika eneo hilo. Wakati baadhi ya nchi hadi zilifikia hatua za kuanza kufanya mashambulizi, Marekani kupitia kambi zake ambazo zilishambuliwa vibaya na Iran haikuweza kulinda nchi hizo za Mashariki ya Kati isipokuwa kuhakikisha ulinzi imara pamoja na silaha za hali ya juu zikipelekwa nchini Israel. Marekani imethibitisha kuwa kipaumbele chake katika sera zake ni kuilinda Israel. Wakati huu Rais Donald Trump alitangaza kuwa haijalishi kama watu wanaichukia Israel au la, muhimu ni kwamba Israel ni mwitifaki wa Marekani. Katika vita vilivyoanzishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, nchi za Kiarabu nazo pia zilipata madhara makubwa hasa, lakini kipaumbele cha Washington kimekuwa ni kulinda na kuthamini maslahi ya Tel Aviv. Sababu ya pili ya kuzifanya nchi za Kiarabu zipoteze imani kwa Marekani na kwamba Marekani inathamini Israel kuliko nchi yoyote kinyume na ilivyodaiwa ni kwamba vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyowekwa katika nchi hiyo havijahakikishiwa usalama wa mataifa hayo ya Kiarabu, bali vimehatarisha amani na usalama wao, na ndio maana Iran wakati inafanya mashambulizi iliweza kuvishambulia. Takribani vituo zaidi ya 20 vya Marekani katika Mashariki ya Kati vimeteketezwa na Iran. Sababu ya tatu inahusiana na yaliyojiri wakati wa urais wa Joe Biden nchini Marekani. Wakati Biden alipoingia madarakani, alizidisha mashinikizo ya ukosoaji kwa Saudi Arabia katika suala la haki za binadamu, hata akamweka kwenye mtanziko mkubwa wa kisiasa kwenye uga wa kimataifa Mohammed bin Salman, mrithi wa ufalme wa nchi hiyo. Lakini moto wa mtazamo huo wa serikali ya Biden kuhusiana na Saudia na bin Salman ulikuja kupoa pale tu Marekani ilipojiona ina uhitaji wa mafuta ya Saudia kwa sababu ya vita vya Ukraine. Tukio hilo nalo pia lilionyesha kuwa nchi za Kiarabu si washirika halisi wa Marekani na kwamba Washington inazichukulia nchi za Mashariki ya Kati kama nyenzo tu za kutumika kimaslahi kwa nchi hiyo. Vita vya ukanda wa Gaza pia vilizidisha hali ya kuzifanya nchi za Kiarabu zisiwe na imani na Marekani, kwa sababu kwa upande mmoja Washington iliunga mkono kwa hali na mali na kwa nguvu zote jinai za Israel dhidi ya watu wa Gaza, na kwa upande mwingine Rais Donald Trump alipofikia hali hata kupendekeza ardhi za baadhi ya nchi za Kiarabu zitumike kwa ajili ya kuwapatia wakazi wa Palestina na kuunda nchi yao ya Palestina. Lakini nukta na hitimisho ni kwamba upotezaji wa imani unavyozidi kuongezeka kwa nchi za Kiarabu kwa Marekani unaweza kuwa sababu ya kuzifanya nchi hizo ziamue kustawisha zaidi uhusiano wao na madola hasimu na washindani wa Marekani, hususan China pamoja na Urusi, na kutumia suala kuwa na uhusiano wa kimkakati na nchi hizo kama ishara ya kutegemea na kuwa na uhuru wa kimaamuzi sambamba na kujivua na utegemezi zilizokuwa nazo kwa Washington. Hata hivyo, baadhi ya mataifa kama vile Oman zinaonyesha wazi kwamba zinajitoa taratibu katika ushirika wake na Marekani kutokana na namna ambavyo imetazama siku 40 za vita kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.